Barabara inayotoka kijiji cha Bweya kilichoko kata ya Rwezera kwenye jimbo la Geita haipitiki kabisa kwa sasa, si kwa gari, si kwa pikipiki. Na barabara hiyo haikuwemo kwenye bajeti kwa sababu ilipewa pesa na TASAF kama milioni 60. Kutokana na mafuriko yaliyojitokeza kwenye jimbo la Geita, barabara hii imeharibika kwa kiasi kikubwa na tathmini ya TARURA imetoka kama milioni 130. Je, Mheshimiwa Naibu Waziri, hauoni sasa je, Mheshimiwa Naibu Waziri, unatamka nini kuhusu kuiongezea pesa ya dharura barabara hiyo ili iweze kutengenezwa, watoto waweze kupita kwenda shule? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatambua kuna mazingira ambayo barabara zetu hizi za TARURA zinakatika mawasiliano, yani mawasiliano yanakatika kutoka eneo moja kwenda lingine. Na ndio maana serikali inatenga bajeti ya dharura. Katika mwaka wa bajeti huu tuliokuwa nao, bajeti ya dharura ni bilioni 71. Na bunge hili lilipitisha nyongeza ya bajeti ya bilioni 50 kwa ajili ya kuhudumia eneo hili la barabara hizi ambazo zinaharibika kwa mazingira ya dharura. Kwa hiyo naomba nitumie nafasi hii kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI kumwagiza meneja wa TARURA wa mkoa akishirikiana na meneja wa TARURA wa wilaya waweze kuifikia barabara hii aliyoitaja Mheshimiwa Joseph Kasheku Msukuma, waweze kuifanyia tathmini na walete maombi Ofisi ya Rais TAMISEMI, walete huku kwa chief wa TARURA ili tuiweke katika mipango ya kuifikia na kuihudumia kwa dharura. Ilikuwa na Mheshimiwa Sasisha Mafue. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Barabara kutoka Rundugai kwenda kambi ya Chokaa Simanjiro kwa Mzee Sendeka hapa haipitiki kwa sasa, na hivyo mawasiliano kati ya wilaya Hai na Simanjiro ni kama yamekatika kabisa. Je, serikali ina mpango gani wa kujenga barabara hii muhimu ya kuunganisha wilaya hizi mbili? Jibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatambua mazingira ambayo yanajitokeza ambapo maeneo yanaathirika na mawasiliano yanakatika kutokana na mazingira ya mvua na hali nyingine. Lakini naomba nitumie nafasi hii kumwagiza meneja wa TARURA wa mkoa wa Kilimanjaro akishirikiana na wa Manyara pamoja na mameneja wa wilaya hizi mbili wahakikishe kwamba wanafanya tathmini katika eneo hili aliyotaja Mheshimiwa Sasisha Mafue na waweze kuleta maombi ya fedha kwa ajili ya kuja kuchukua hatua za kidharura za kurudisha mawasiliano katika barabara hii ambayo inaunganisha wilaya mbili ya Hai na Simanjiro. Kuna Mheshimiwa Nicholas Ngasa. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Pale kwetu Igunga kuna mkandarasi amesaini mkataba barabara kutoka Igunga mjini kwenda Mwanzugi, Itumba, Lugubu mpaka njia panda ya kule Nsimbo. Lakini mpaka sasa zaidi ya miezi mitatu mkandarasi hajaingia site, lakini amesha saini mkataba. Nini kauli ya serikali kupitia TAMISEMI na TARURA kuhakikisha mkandarasi huyu anaingia site ili aweze kutoa huduma kwa wananchi, hususan ukanda huu ambao unazalisha kilimo cha mpunga kwa wingi? Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni dhahiri kabisa serikali ya awamu ya 6 lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba inaendelea kuboresha miundombinu ya barabara zetu hizi za TARURA. Lakini kikubwa zaidi kwa maelekezo ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa amekuwa akisisitiza kwamba wakandarasi pindi wanapokuwa wametia saini katika mikataba kwa ajili ya kufanya kazi hizi za ujenzi wa barabara, basi waweze kusimamia makubaliano yale ambayo yapo katika mkataba ya kutekeleza mradi husika. Kwa hiyo naomba nichukue nafasi hii kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI kumwagiza meneja wa TARURA wa mkoa wa Tabora lakini na meneja wa TARURA wa wilaya waweze kuniletea taarifa ya kwa nini mkandarasi huyu ambaye ametia saini katika mkataba wa ujenzi wa barabara aliyoitaja Mheshimiwa mbunge bado hajafika site na hajaanza kazi. Lakini lengo ni kuhakikisha kwamba mkandarasi huyu anatimiza wajibu kwa mujibu wa mkataba. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge, tutafuatilia swala hili, mimi na wewe tutakupa mrejesho. Kuona Mheshimiwa Innocent Bilakwate. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti,
barabara ya Rukuraijo kwenda Kitwechenkura mpaka kuunganisha kata ya Songambele tumeiandikia muda mrefu. Ni lini barabara hii itajengwa ili ipitike vizuri? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ya awamu ya 6 inaendelea kuimarisha barabara zetu hizi muhimu kabisa za TARURA, barabara za wilaya ambazo zina umuhimu mkubwa katika kuwasaidia wananchi kufanya shughuli zao za kiuchumi, lakini kufikia huduma za msingi kabisa za kijamii. Na utaiona dhamira ya serikali ya awamu ya 6 kufanya kuimarisha barabara hizi kwa ongezeko la bajeti. Na hizo bajeti sio tu bajeti kwa ujumla wake, lakini inaonekana hata katika ongezeko la bajeti katika kila wilaya. Kwa hiyo naomba nimhakikishie Mheshimiwa Bilakwate kwamba katika barabara aliyoitaja, dhamira ya serikali ni kuifikia. Serikali itaifikia barabara hii ili iweze kuijenga, ili iweze kuwanufaisha wananchi wako.